Mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba lakini pia timu ya taifa ya Tanzania na kwa sasa ni kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Tanzania Julio Kiweru. Yeye bwana aligusa kwenye engo ya tofauti kuhusiana na mchezo huu. Amegusia juu ya ubora wa wachezaji ambao Simba wanapaswa kuongeza ubora kwa namna moja ama nyingine ili kuweza kushindana na hizi timu ambazo zinatoka Afrika Magharibi kule level kama hii ya kina RS Berkane. Huyo hapa kocha Julio. Lakini bado kwangu mimi kuna maeneo ambayo tunatakiwa tuyaboreshe ili kupata wachezaji wa ushindani wa kushindana na watu wenye class kama hao. Kwa hao tuliokuwa nao tunakwenda kwa kubahatisha tu kweli. Tuna mwalimu mzuri na technical bench yake iko vizuri, lakini we want to become kwenye wachezaji kwenye commitment wanafanya, lakini sio kwenye uhalisia au kwenye kiwango ambacho kinatakiwa kutokana na wenzetu tunaokutana nao. Siku zote Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa na kumpa mtakaye. So far tumepambana, tumefika finali, kwetu sisi ni credit kwa sababu ya upya wa timu yetu. Lakini tujipange upya, tusajili wachezaji vizuri wa kushindana. Na rai kwao na wapa hasa viongozi, tusajili wachezaji wa kucheza ligi ya ndani. Yaani tatizo letu sisi tunaangalia kucheza kupata ubingwa, kucheza na Kagera Sugar, kucheza na Mtibwa, kucheza, lakini hatuangalii mashindano ya kimataifa ambayo Simba level hiyo ndio tumefika. Kwa tufanye usajili unaoendana na mashindano. Tusahau kwanza nyumbani, kwa maana ukisajili wachezaji wenye high quality ndio ukija huko nyumbani unapata wepesi na kwenda huko kwenye mashindano ambayo tunataka. Bana, yes, huyo ni Julio akizungumza kuhusiana na ubora wa kikosi walicho nacho na mpaka kufika hapo ambapo wamefika, akidai juu ya ubora zaidi. Mandala, wewe ukiwa unaamini kwamba mmetengenezwa, figisu zilikuwa nyingi, Julio anagusa kwenye ubora na umemsikia pia Wakanda ambacho amekizungumza. Ulikuwepo uwanjani, jambo umelishuhudia. Yeah. Wewe talking point yako, yani saizi bwana Mandala mmekosa kombe. Nini kimewafelisha? Mmefeli wapi? Kwanza kitu tulichoshuhudia sisi uwanjani na ndio mkagundua kwa nini wana Simba wengi tulitaka uwanja tucheze Benjamin Mkapa. Unajua unapocheza nyumbani kuna vitu vingi vinafanyika uwanja nyumbani. Mnakuwa ile ball wala wanaorusha mipira, si ndio? Kuna watu wa machera. Ule uwanja timu mfano mpira umetoka, wale bolbozi unaona kabisa na watu kama ambao wamesetiwa wamekaa kabisa arushe mpira. Ni kweli tumeshuhudia sisi wana Simba jana uwanjani, tumeona hayo matukio yanatokea. Wachezaji wanajidondosha, Waarabu na mwana anadondoka, wale watu wa machela wamekaa paka mchezaji anakuja anaenduka wenyewe. Tunaamini kwa Mkapa isingekuwa vile. Tungeenda kwa Mkapa unaona watu wanakimbia na machela, mchezaji anapakiwa madokta na watu wa machela Simba kwa hiyo na hata Berkane Ibra ndio maana Berkane fitina yao ya kwanza kutuhamisha si uwanja. Walikuwa wanajua target yao ni wanachuta target. Point yao kwanza kuhamisha si uwanja. Target ya pili unaona maamuzi ya uwanjani, kaongea vizuri hapa nani Wakanda. Kasema kuna zile chances za unajua advantage atakuwa pewe Simba. Sisi tunapewa. Hiyo ni moja kutoa mchezoni wachezaji. Ni moja sababu ya kutoa wachezaji mchezoni, si ndio? Paka nafikia naibu waziri kutoa speech kama ile katika nini, kuna matukio ameona, kuna vitu vinaonekana wazi. Yule refa kwa nini sana anapewa mechi nyingi achezeshe, lakini kwa nini zile mechi za kikatini wanapewa yeye? Hajaua Yanga yule. Sikoua Yanga South Africa. Sio yule. Ndio huyo. Alikuwa Yanga. Na malezimeno wake ni wale. Kuna vitu sio vya kuficha. CAF inatakiwa ichunguzwe na FIFA. CAF ichunguzwe na FIFA. Kwa nini wanapanga mabingwa? Kwa nini kila siku bingwa atoke Morocco, bingwa atoke Misri? Kwa nini? Sisi kwa Afrika Mashariki tunaanza kuchukua ubingwa. Julio kasema msajili. Huyo Julio mawazo yake sio sisi. Hata mwambie huyo kocha ujue. Yeye kocha sio sisi. Mimi naamini Simba na kikosi bora. Hata kama inahitajika uboresho, Simba haina kikosi bora. Mwana Simba mmoja. Kikosi bora unakijua? Kama kikosi sio quality ya wachezaji ngoja kwanza mimi ni unajua tunapokuwa tunaongea finali tumefikaje pamoja, usitangaze kikosi bora. Ni timu gani ngumu tulioweza kuifunga na kikosi bora? Tumecheza mpaka tumefika finali. Hakuna timu ngumu, sio rank tulionayo ni kubwa kuwazidi wale. Hakuna ulichoonyesha ubora. Huwezi ukaniambia ukawa na kikosi bora. Ngoma ni mfupa uliotumika sana. Ndo uzoefu huo mzee Mwenda tena. Hapana, wenzako waliachana hii Berkane waliachana na kina Kisinda wakaleta vyuma. Tuache ubabaishaji. Tuanzie kwanza quality. Game uliona kule walitawala. Kwa hiyo kama ungekuwa na kitu quality, ulimuona yule kama na siku alihozi dimba lote.
akawa anacheza mipira bila kubuguziwa. Hapa nyumbani tumekuja kidogo amemfanya kumbuguzi, lakini siku ile alikuwa anapiga anavyotaka. Alitakiwa kutane na namba 8 ya kwetu ambaye ni mgumu, amzuie asikontrol kugawa mipira. Unakumbuka siku ile kule kwao ambapo mechi hapa Kagoma na Ngoma walifanikiwa wakambana. Kwa nini siku ile hakumbana? Kwa hiyo wanasema Hamadi silaha iliyo mkononi kumuua Koboko. Wale tayari walishamuua Koboko, walishachukua pointi 3, walikuwa na magoli 2. Kwa hiyo wewe kwa yupi? Mwenda kwanza kocha. Jamhuri alivyoongea, mimi niko na wewe. Jamhuri alivyoongea, kwanza ile game tukiko tumewakamata kule. Hao ukiangalia nisikilize kwanza. Tu tunasajili kitu ambacho kinastahili ubora. Sasa twende kwa ubora. Mchezaji wako ambaye unamtegemea katika ubora wa Simba ukasema kwamba hatuna kikosi bora bwana. Hiyo nataka nikukataze kabisa. Simba bora. Mechi nani katoka timu gani? Budo mchezaji bora wa finali. Finali ipi? Hii jana. Ndio sawa. Si kwetu. Sasa kwa nini kule hakucheza? Kule hakucheza. Alicheza. Sasa kuna ubora ametoka wapi? Tunachukua narudia kuambia narudia kuambia pamoja na timu. Ukiwa na mchezaji bora anaisifika, mwenye uwezo, akaja soka likamkubali, isingekuwa vile. Sisi wenyewe kwanza tuachane ni kwamba tumeenda ndio pamoja. Kafu imepanga, nisikilize kwanza. Kafu imepanga kuwapa Berkane. Naomba nikwambie, Kafu imepanga kuwapa Berkane ubingwa. Sawa, naona amini hivyo. Lakini nakubali, yani wamepanga kabisa kwamba mmehujumiwa. Hiyo ni wazi bila kuficha. Lakini hawa kama ingekuwa tuna quality, tulikuwa tunawaumiza kwao. Kwa sababu niwaulize swali, mimi sijui. Renki ya Simba na Berkane katika ubora wa Kafu tuko namba ngapi na wale wako namba ngapi? Simba namba 5. Simba ipo juu. Simba iko juu. Tunatakiwa tuwatafune kwao. Tuonyeshe ubora wa Mwenda. Kuna kitu nikueleweshe kidogo. Kidogo nikueleweshe. Kwenye Simba yao. Renki ya Kafu ni tunakusanya pointi tulizokuwa nazo. Lakini ukiangalia katika huyu katoka kuongelea nini Wakanda katoka kuongelea yani mara kwa mara kucheza finali. Nimekuelewa, nataka nikuulize tusipoteze muda. Ni kwamba nipe ubora hapa wachezaji tulionao kwamba hawa ni bora mmoja afu nenda anza wa Berkane 5 afu na kwetu 5 wewe. Mwenda. Nipe 5 wa kwetu bora alafu nipe wa Berkane. Bila huwezi kuongelea hivyo. Hauna mchezaji unamlipa milioni. Sikiliza Mwenda. Ametoka wapi? Kidogo Mwenda. Huyu nani? Muntare ametoka Zambia. Joshua. Asingekaa pale, angekuwa na uwezo, angekuwa ameshasafiri. Paka uparu umemota tayari umeshagota. Huyo sio kwamba ni quality tu. Okay. Kuna 1, kuna 2, kuna 3. Sisi tuna wachezaji 3. Haya coach Mwenda. Hakuna 1. Haya kocha Mwenda. 1 anatembea kwenda Ulaya. Mwenda kuna kitu Mandela na kocha Mwenda. Subiri kwanza. Coach Mwenda, unavyozungumza kuna eneo unakubali kwamba mmehujumiwa. Tumehujumiwa. Kuna eneo unazungumza ubora. Mfano saizi yule mjukuu wako unayempenda yule. Siku ambao unampa story kuhusiana na hii finali. Story yako ya kwanza utakayoitanguliza kwamba tulipoteza ile finali, kipi ambacho naamini kimewafanya mmepoteza hii finali? Kwamba kombe alijaja kwenu. Umebaki na nini kwenye huu mchezo? Kwanza kitu kimoja nataka nikwambie, hatukustahili kucheza finali. Tena nataka nikwambie tumefika vizuri, tumecheza finali. Hii game tulikuwa wale kama tuko wabora, tulikuwa tunaumiza kule au ingekuwa 1-1. Au 2-1. Bas. Kwa umeonyesha kwa ni mwamba. Nataka nirudie Kasuga, toka tumeanza makundi, Simba ni timu gani iliyokutana nayo ngumu mpaka tukaenda pale? Kwamba tumekutana na watoto wadogo. Mabululu. Kwa hiyo bado hapa tulikofikia ni pazuri. Sasa tujiandae. Moja, achana na ngoma. Lete namba 8 jamani. Kwani hamjaona mpira? Yule sio namba 8. Namba 8 sio mkabaji, sio mkimbiaji. Anataka apewe pass, alisifu achezeshe timu. Bas. Yani kupiga pasi. Coach Mwenda, kama unasema hamkuwa bora, hujuma ambao unasema mmefanyiwa ni hujuma ipi ambayo wewe unaiona unasema hii watakuwa bora lakini tumefanyiwa hujuma ambayo imetunyima kombe? Hujuma iliyotuumiza zaidi ya kwanza namba 1. Nyingi tunaita kama rose ball ambazo zingekuwa ziko kwa Simba, mtu anafanyiwa faulo, akagongwa alafu akakanyagwa. Tumeenda nyingine ya Kamara penalty koni imepigwa vizuri. Yule mchezaji karuka kumkandamiza Kamara lakini refa akasema kona. Mmoja wapo ambao yani vimeashiria kwamba kwanza alafu niwaambie kitu kimoja kwa Tanzania. Team captains au hata wachezaji.
hawajui kulalamika. Mwarabu anajua kuongea, sijui ni lugha inatukwaza, sijui ni nini. Nikianza kuangalia toka Yanga na Aziz Ki siku zile na Mamelodi, Aziz Ki kapiga pap, anakimbia kuzunguka, wanamshangaa tena. Wachezaji wengi wamesimama wanamwangalia hivi. Ulalamikaji wetu, hata wakae chini tunamlalamikia, hatujui. Mbona refa wa jana ulikuwa kunyanyua mdomo tu? Kapteni, ana wewe weka mikono nyuma. Waambie wachezaji wako wakae chini. Malalamiko Arabu tumeona jamani. Sisi hatujui kulalamika. Narudia. Samani mzee Mwenda, samani kidogo. Hapo kuna kitu nimueleweshe Mwenda. Kuna kitu kanimueleweshe. Hawa Arabu unaona wao wanasikilizwa. Wanasikilizwa kwa maelekezo. Yaani refa mwenyewe anajua mimi nipo upande wa Arabu. Kwa hiyo anapolalamika tofauti na anapolalamika Shabalala. Kitu nikuulize swali rahisi. Goli la Simba lilokataliwa Arabuni uliliona? Niliona. Liliwekwa kati na kaenda kuangalia kwenye VAR. Lakini ile goli lilianza kuletwa siasa, hata kati hajaweka. Goli limefungwa, kati hajaweka na kuletea siasa, anaanza kusikiliza. La jana la pili. Ile lo, la pili ni nani? Ni offside. Sawa. Ile ni offside. Ndio, ilianza kuletwa siasa, linatengenezwa mazingira ile goli kama. Lakini wewe na Simba ilikuwa offside kule Morocco, liliwekwa kati. Refa kaenda kwenye VAR kaniangalia. Siasa vipi Mandala? Naomba nikufundishe kidogo leo. Niwafundishe wote hao wa Tanzania. Ukishaona goli, lile tuliofunga sio goli, ni offside. Lakini ukishaona goli, refa hanyanyuki kwenda kuangalia, anapewa maelekezo. Hata Aziz Ki hawakwenda. Mimi natetea Tanzania. Kwa hiyo lazima tukubali kujiorganize na kuandika barua za malalamiko, kuiambia kafu kwamba mtendewi haki, kwamba mara mbili inashuhudiwa timu zinaandaliwa na pangwa bingwa. Hata sisi wale South Africa nani Mamelodi wale tuliocheza nao Stellenbosch, wale tuliwadhulumu na sisi tumezurumiwa. Bwana huyo ni coach Mwenda, mwanachama na shabiki wa klabu ya Simba, yeye akizungumza mtazamo, maoni kwa kile ambacho anakiamini. Kama isingekuwa taarifa zile za kikachero, Mandala wanaosema kwamba Simba amehujumiwa, inawezekana tulichoona uwanjani kwa referee. Lakini my friend, ukipewa story za kilichofanyika, kama Simba angeshinda, basi ubaya ubwela ungezungumzwa sana. Unajua Bekano alirudisha funguo ya chumba baada ya mazoezi, si waliondoka na funguo ya chumba chao, tunarudi kesho. Unajua funguo ilirudi. Unajua kuna watu wakafu walitakiwa ukague uwanja, hawakukagua, walitolewa kwanza. Ndio maana wamezungumza kwamba hii ball boys wamfanya nini. Mimi ninaamini sawa, kwa story watu walikuwa kule, vitu walivyoviona, kuna eneo Simba kapambana sana kwenye mazingira ambayo yeye ya kwanza alikuwa anayajua, ambayo nyinyi mnazungumza ya nje wameyapambania. Isipokuwa tu kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tumeona uwanjani, ndo kama kinajua anavogusa na coach Mwenda kagusa hapo kwa uchache. Kuna eneo dogo la ubora tumezungumza hapa. Mechi zote Simba kaingia kwenye box zaidi ya mara 20, si ndio? Lakini ana on target moja na kafunga goli moja. Kuna kote. Lakini Mandala, ukisikia vitu vilivyofanyika nje before hii game, kuna video mliona Bekano walikuwa wanakusanya vitu uwanjani. Mliona ile video? Mandala, watu hawakusafiri mapema kwa bahati mbaya. Vile ambavyo vinafanyika huku Dar es Salaam, ambavyo mnasema kwamba safari havijafanyika. Kuna mazingira watu wamefanya. Sawa. Lakini kuna hilo eneo hilo la mwisho ambao tunazungumza refa na vitu kama hivi. Lakini watu wamepambana.